Bana Dominic Salamba, habari za wakati huu kaka? Niko vizuri kabisa. Ndio. Yeah. Beleni hapa tuna dabi ya Kariakoo. Atuchezi tunacheza, mambo yalikuwa mengi kweli kweli, hawa wamekuja, hawa wajaja. Taarifa zikawa nyingi, lakini mwisho wa siku ngoma inakwenda kupigwa. Tunataka tutazame kwa jinsi ambavyo natazama vikosi vya timu zote mbili, jinsi ambavyo natazama namna ambavyo mbilinge zilikuwa kubwa kuelekea kwenye huu mchezo. Ni dakika 90 za aina gani ambazo tunakwenda kuzishuhudia kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara? Nafikiri ni mechi ambayo itakuwa ina pressure kubwa kwenye kila upande. Kutokana na nini? Na matokeo ya mchezo wenyewe yana athari kubwa kwenye kila timu. Kwa maana kwamba Yanga wanaingia wakiamini kwamba wakipata sare au wakishinda wanakuwa kwa nafasi nzuri ya kuweza au wanakwenda kukamilisha kuchukua ubingwa, sio nafasi nzuri tena, wanakwenda kutoa ubingwa. Lakini Simba anaingia akiwa na option moja, lazima apate matokeo ya ushindi ili aweze kutangaza ubingwa. Kwa nini? Kwa sababu mpaka sasa hizi wana tofauti wa alama moja, 79 kwa 78. Kwa hiyo pekee yake yenyewe ni pressure kwenye kila maeneo. Maana kama Yanga watakuwa na pressure kubwa, je, tuingie tukashambulie au tuingie tukazuie? Lakini Simba anaingia anakwenda kuataki moja kwa moja, sababu ndio njia pekee ambayo itakwenda kumpatia matokeo. Kwa hiyo nafikiri kwa hivyo, na sio rahisi kukuta mechi za dabi kama hizi ambazo zinakwenda kufanya maamuzi ukitoa zile mechi za finali. Nafikiri katika ligi ianza kani mara ya 3 au mara ya 2 kuweza kutoka kitu kama hiki. Kwa hiyo ni mchezo ambao unakuwa una hisia za tofauti, lakini pia bahati nzuri ambayo umekaa mwishoni mwa msimu, kipindi ambacho kuna kufanyika tathmini ya wachezaji, nani aweze kubaki na nani aweze kuondoka. Hizi ni mechi ambazo siku zote zikichezwa unaweza kuona kuna mtu anakwenda kuwa mfalme na kuna mtu anavuliwa ufalme kuja kuwa mtu wa kawaida. Tunashuhudia mara nyingi sana. Leo hii tumeona Ishmanula, ni hii mechi ya Simba na Yanga imekuwa ni sababu kuna kipindi Yanga issue ya Mukoko, ni mechi ya Simba na Yanga ikafanya akapotea na akawa tofauti na Yanga. Kwa naamini kwamba itakuwa ni mechi ambayo ina pressure kubwa zaidi kwa wachezaji, kwa sababu ni mechi ambayo ina hatima ya msimu wa ligi kwa maana 24 25. Kwa binafsi nakwenda kushuhudia ni mechi ngumu, ingawaje ukiwaangalia Yanga ni kama kisaikolojia wako vizuri zaidi. Kwa nini? Kwa sababu tayari wana reference ya kuweza kuwafunga Simba mara 4 mfululizo. Kwa hiyo ni timu ambayo wanaweza kuimudu, wamekuwa kiifunga na huko kidominate. Unajua kuna wakati unamfunga mtu inakuwa kama tu umebahatisha, lakini unamfunga huko umeweza kumdominate. Lakini pia unakuwa ni ubingwa wao kama watafanikiwa wa 4 mfululizo, na kubwa zaidi ni zile ahadi ambazo wamewekewa. Ni ahadi kubwa ambazo kila mmoja akizifikiria atatamani kuingia kwa nguvu kubwa. Akisha kama anapata matokeo, anaweza kujikuta anapata pesa ambayo itakwenda kumfanya hata kama anakwenda kuachwa aende kuanzia maisha kwenda kwenda. Dominic Salamba, kulikuwa na sarakasi nyingi kabla ya mchezo wenyewe husika kwa timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na vurugu mechi zimekuwa nyingi kweli kuelekea kwenye huu mchezo. Unafikiri hili labda linaweza likawatoa Simba mchezoni na kuwapa advantage klabu ya Yanga kwenda kupata matokeo? Kwa sababu ikumbuke hata Simba wenyewe baadhi ya wanachama pamoja na viongozi wa klabu yao nikana kwamba hawakuridhishwa baadhi yao na mchezo huu kupigwa leo tarehe 25, na ziko taarifa nyingi kweli kweli. Hii haiaffect chochote kwa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba na kuwapa advantage Young Africans? Nafikiri wana wachezaji wakubwa, wachezaji ambao tayari wamecheza finali ya Afrika, wachezaji ambao wametokea sehemu mbalimbali, wana watu ambao wamecheza mechi Simba na Yanga nyingi, washashinda mechi nyingi, wakina Maduseni washafunga goli nyingi na Yanga wafunga magoli mengi. Kwa hiyo tayari pressure mara nyingi inakuwa sio upande wao. Wao ni watu ambao wanakuwa wanajiandaa katika mchezo husika, sababu tayari sio wageni kwenye hiyo mechi na wanajua, ingawaje kwa mazingira yaliyopo wanaweza kawa na pressure kidogo, kwa sababu mashabiki wao wangetamani pengine waweze kwenda kubadilisha hali ambayo iko sahihi. Ndio watu pekee ambao wanaweza kwenda, kwa sasa imefika hatua imetosha kuweza kufungwa na Yanga. Kwa hiyo hiyo nayo inaweza kwenda kuongezea kitu cha kufanya waweze kupambana na pengine kwenda kubadilisha hali ya hewa na kuwafanya mashabiki wao ambao wamekaa muda mrefu bila kufly waweze kufly. Kwa binafsi nafikiri experience walionayo na uzoefu wa michuano ndio itawafanya kuweza kupunguza pressure na pengine kupelekea kwenda kushuhudia mchezo ambao utakuwa una tahadhari nyingi kwenye kila upande, kuhakikisha kwamba hawafanyi makosa ambayo atawafanya waweze kuadhibiwa na kwenda kupoteza msimu huu wa ubingwa. Tukitazama vikosi vya timu zote mbili, Young Africans wenyeji na Simba mgeni wa mchezo huu, unafikiri nini hasa huenda kikawa surprise kubwa kweli kweli kwenye dakika 90 na zile za nyongeza? Kwa maana ya surprise siwezi kuiona sana, kwa sababu ukiangalia Yanga bado ni bora. Kwa sasa hivi Yanga ni bora bado. Kwa hiyo ukiangalia lazima Yanga umpe advantage ya kuweza kushinda.
kama unazungumzia football. Kwa hiyo na kikosi chao kimeshafahamika, na ukiangalia ameondoka Azizi, ametoka Azizi tumeweza kuona Chama ameweza kuimprove, lakini Dube naye alikuwa na majeraha. Kwa hiyo pengine unaweza kuona kwamba kwa nafasi ya Dube pengine akaweza kuanza Chama akawa na Mzize. Kiso fasa good, naona kwamba ni mechi ambayo itakwenda kuwa na vikosi pia vya Simba. Timu yao inafahamika, ambao wamekuwa kaendelea kuitumia katika msimu huu kuanzia kwenye kombe la shirikisho mpaka tu ya finali ya kombe hiyo la shirikisho na kwenye ligi. Kwa hiyo utategemea kuona Kijini Chazi hiyo kina Mpanzo na wengine ambao wako nao. Kwa hiyo sitegemea kuona mabadiliko makubwa, kwa sababu ni mechi ambayo inakwenda kumalizia msimu. Kwa hiyo hakuna mtu mpya ambaye anaweza kaingia katika mechi ya mwisho, isipokuwa ni kuweza kuendeleza ule mwendelezo ambao wako nao. Ni mechi ya mabao mengi ukitazama kiufundi zaidi? Yes, of course, magoli ni mengi kwa sababu Simba anacho kupoteza. Okay. Yaani kama ingekuwa ni mechi ambayo wote wanataka sare, kwa kisa mtu kama Simba anataka matokeo. Sasa unakwenda unakaa nyuma unatafuta nini? Kwa hiyo obviously watakwenda kwa push Yanga. Kwa push Yanga nao watafunguka, kwa hiyo tegemea kuweza kuona itakuwa ni mechi ya open ambayo itatengeneza mazingira mengi ya 1 against 1 kwenye kila upande. Ni nyota gani wa kuchungwa kuelekea katika mchezo huu kutazama nyota vikosi vyote kwa maana ya Simba Sports Club pamoja na Young Africans? Huenda wasipochungwa vizuri wakaleta maafa makubwa na tukabaki na kilio, kama si Simba basi Yanga. Kwa upande wa Simba, nyota wa kwanza ambaye ni hatari zaidi ni Kibu Denis. Huyo ndo wa kwanza hatari, wa pili Mpanzo namuona akiwa ni hatari, na watatu ni Kamara. Awaga kiamka vizuri basi anaweza kufanya siku kwa ngumu kwa upande wa Yanga. Lakini kwa upande wa Yanga nikiangalia, nafikiri Pacome akiwa katika ubora wake, Mzize, kama Dube angekuwa yuko na 100% ya fitness ndio angekuwa namba 1 kwa kuweza kuwa hatari. Lakini pia utazungumzia ubora ambao yuko No Diara akiwa katika ubora wake. Yes. Lakini pia na hata kwa safia ulinzi ubora wa Dickson Job na Baka unaweza kukatisha kwa upande wa Simba ushindwe kufikia malengo ambayo walikuwa wanataka kufanya katika msimu huu. Makosa ama ukosekanaji wa mashabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwa wingi kwa ajili ya kuipa support timu yao, na hizi timu pia zimeshazoea kucheza zikiwa na mashabiki wengi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanachagiza ushindi. Inaweza kuwa advantage kubwa kwa kiasi gani kwa Young Africans ambao wao wana asilimia kubwa kupata mashabiki wengi kwenye mchezo husika ili kupata matokeo. Unafikiri hii inaweza kuwa ni athari kwa kiasi gani kwa Simba? Nafikiri mashabiki wanakuwa na advantage pengine ya kutoa viingilio. Lakini kwa maana ya kushangilia, mashabiki wetu siwaga washangilie. To be honest, tusianze kudanganyana. Mashabiki hata kama wakijaza uwanja, wao ni wa Yanga au wa Simba, hawana ile pressure kubwa sana. Tunaonaga watu ambao wanashangilia matukio tu. Likifungwa goli ndio unaweza kuona vibe, lakini sio watu ambao pengine watu wakiingia wataweza kukusumbua ushindi wa kucheza mpira. Hapana. Ni watu ambao wanaangalia matukio, na wakati mwingine timu yao ikiwa inalemewa, wanajaa hofu na kuweza kushangaa. Kwa hiyo sioni kama Simba anaweza kaathirika kwa kuwa na mashabiki wengi wa Yanga, kwa sababu ni watu ambao utawaona kwenye moment the same, na mashabiki wao pia unaona kwenye moment. Kwa hiyo pengine kama ni athari, ni pengine Yanga tu anaweza kwenda kupunguza kupata mapato, kwa sababu atakosa pesa nyingi kutoka kwa mashabiki wa Simba na yeye ndio mwenyeji wa mchezo. Tusaidie sisi ambao tunasubiri maokoto kwenye huu mchezo. Huenda tusifurahishwe na chochote kile, lakini tuko tayari tu kutengeneza maokoto, na maokoto hayo yatakayotokea kwenye jumba lako la ufalme wako wa maokoto kwa maana ya Jamvika na Salamba. Ni kwa namna gani pia tunaweza tukabashiri mchezo huu, na ni kwa namna gani pia tunaweza tukawa na familia ya Jamvika na Salamba, ili isiishie leo tu baada ya mchezo huu kupata maokoto, liendelee pia kuwa desturi na tamaduni zetu kutengeneza maokoto kupitia Jamvika na Salamba. Nafikiri kesho ni mechi ambayo itakwenda kutoa, kuna odds 5 kwenye mechi moja. Kwa kuna option ambayo tutakwenda kesho kuitengeneza ambayo itakuwa ina odds 5 na tutakwenda kutoa. Cha kufanya ni kuweza kukimbia na kwenda kulipia. Chukua simu yako, andika nyota 150 nyota 50 nyota 1 leli, piga, then utakwambia ingiza namba kampuni. Unaingiza 610 251 28. Baada ya hapo unaweka kiasi kwa siku 1000, wiki 1500 na kwa mwezi 1500, na wala VIP ni shilingi 30 kwa siku 5. Baada ya hapo unaweka namba yako ya siri, utapokea ujumbe kutoka Selcom Samba TV ukiwa umejiunga, na majamvi yetu yanatoka saa 5:30 asubuhi na saa 7:30 mchana. Utaenda kupokea kile ambacho unakitaji. Na kwa wale ambao wangependa pengine hawana mtaji, wanaweza kwenda kutufuatilia kupitia application ya Samba TV. Ukiingia kule kuweza kujirejista, either unakwenda kwenye Play Store, ukiandika Samba TV itakuja, unakwenda una install. Ukisha install unaingiza either jina lako, email au namba ya simu na namba yako ya siri. Utaingia kwenye application yetu, pale tunakwenda kutoa odds 2 za huu mchezo ambazo zitakuwa ziko free kutokana na option ambayo tunakwenda kuwekea. Kwa cha kufanya ni kutufuatilia, either uende kwenye Samba TV kwa maana application, au ujiunge na Jamvika na Salamba ili upate odds zako ambazo zitakuwa ziko vizuri na kufanya siku yako iweze kuwa nzuri huko ukifurahia miongoni mwa mechi kubwa barani Afrika. Dominic Salamba, mimi nikushukuru sana mfalme wa maokoto. Karibu tena. Asante sana.
Kutana na MC Sisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa. Kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send-off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana saundi ya mziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi, bila kusahau photo magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Sisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Sisco J_5. MC Sisco, Master of Ceremony.